kugeuka. Hicho kile hali ya familia ilishobora. Kipindi hicho ilikuwa ni familia yenye uwezo. Maana ilibidi kuiona hali wao. Maana hii imegeuka kuipata ilikuwa ni tabu sana. Leo sasa hivi kulima. Sasa kaka kana. Watu wa Kigoma utandawazi wamekuwa watandawazi. Hicho kinafadhiliwa ni nao ndoana ni nguvu bakawana ya sasa komele none sasa hivi bakiliwa kueleka. Kipindi hicho watu walikuwa wanakula vyakula vya asili, walikuwa na nguvu, lakini sasa hivi watu wanakula vyakula vya ajabu, watu hawana nguvu kabisa. Tuna wanakula leo tutakuwashauri asubuhi ya leo nichale ili kujifungia tukae na vitu vya nyumbani vya asili. Imani na furaha. Mungu awabariki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona namna gani injili ilifika katika ule ukanda wa Buha Kigoma. Na mwisho anasema huyu bwana kwa mara ya kwanza aliitika wito wa basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. 28:20 Mathayo. Na tena Yesu mwenyewe alisema mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Matendo 1:8. Huyu mzungu kwa mara kuingia abandon kuacha ule utamaduni wa Waha, alitembea kule. Tunaona pia injili ilienea zaidi kupitia shule pamoja na Heri Mission, na mpaka leo sasa tunayo Western Tanganyika Conference yenye kuhudumia mikoa ya Kigoma, mkoa wa Tabora pamoja na wilaya ya Chato. Hiyo yote kwa sababu huyu bwana alisafiri kutoka mbali kufika Tanganyika na hatimaye Kigoma. Je, mimi na wewe tumeshindwaje kufungua kundi kwa Mangi? Nimkaribishe anayefuata kwa ajili ya shughuli nyingine. Basi nimkaribishe kwa pili, baada ya hapo mziaji.
ahoye sazazira aje kwingungombaye nibo tuzumwibire ati mwakoze neza aradukunda Yesu mtabazi akiuyu mutima weze mazungu wawe wamwilele kugiti za kukunda muwawe aladukunda Yesu mtabazi aradukunda Yesu mtabazi Yesu mtabazi. Bwana asifiwe. Kuna cha kuongea kwa lugha ya Kiswahili? Siuko kweli? Amina. Imani shimwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani shimwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaribisha katika somo la uguziaji. Turasasiye igihe tugiye kuraba ibintu byanditse muri Bibiliya. Somo linasema Roho Mtakatifu na utume. Ukavuze. Somo hili limeandaliwa na mchungaji Jonas. Ili somo yazanywe na Jonas. Anasema avuga ati moja ya malengo ya shule ya Sabato ni utume ulimwenguni. Jamani, msishangae. Hii ndio lugha. Kama ndio wanasema kwa moja ya malengo ya shule ya Sabato ni utume ulimwenguni. Ikivuze ku shule ya Sabato ni kutangaza imani. Na neno utume kwa maneno machache ni kuhubiri Injili. Na jambo likuze utume ni kutangaza jambo jema. Anasema miongoni mwa hayo mambo ambayo yanatakiwa tufanye, hayo magambo yanatokea kukora. Tunapata kisa kidogo ambacho kinapatikana katika Agano Jipya. Mungani unaonekana mkitabo chukutangwe. Hapo mwanzo kabisa anasema kanisa lilianza na washiriki 120 katika kitabu cha Matendo 1:15. Mkitabo cha igitabo kibungana twalifuse abashiriki bakwira 100 wakahubiri Injili na watu 3000 wakabatizwa. Baada ya tangazo ya Bwana na watu 3000 walihubiri Injili wakabatizwa wanaume 5000 na wengine jambo Bwana na watu wengi wa watu. Hayo yote yanapatikana katika kitabu cha Matendo 4:4. Hizo sio kitabu cha Matendo. Walihubiri Injili wakaamini. Walihubiri jambo Bwana na watu waremera. Wayahudi wengi walibatizwa na kupokea Yesu. Wayahudi wengi walibatizwa na wake mwana. Ninayo maswali mawili ambayo ningependa kuuliza. Nina maswali ni tujie kwanza. Anasema ningelipenda kila mshiriki wa shule ya Sabato angejiuliza. Ningelipenda kila mshiriki wa shule ya Sabato angejiuliza. Ndio kuanza kila mshiriki wa shule ya Sabato yibaze. Kwa nini kanisa la mitume liliongezeka kwa kasi kiasi hicho? Ni kukiri kanisa hili tumekea kuongezeka chane. Lakini kanisa la zama hizi linakuwa kwa kasi ndogo kiasi hiki. Lakini kanisa gaka kana kukiri kula gatoi. Anasema siri ya kufanikiwa
kwa kanisa la mitume ni ipi? Isibidi kushinda kanisa la mitume kuongezeka. Ni ipi? Na zipi zinafanya kanisa la zama hizi kushindwa kiasi katika utume? Ni vibazo vinne visababisha kanisa ya kale itakula hali ya mitume ya kera. Je, na sisi tutaweza kuongezeka kwa kasi kama kanisa la mitume? Je, hata wewe kuongezeka chani hapo kanisa la mitume? Mpendo na ile siri walioifanya kanisa la mitume baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Kandi isiri wakoze mitume ya kera mkombozwa ni pepo yera. Ukisoma katika kitabu cha Matendo 1:8, kitabu cha Matendo 1:8 ifungati. Lakini mtapokea nguvu, lakini mlopata pepo yera ikisha kwa ajili ya juu yenu. Imara mkoizi katika ukuu yangu Roho Mtakatifu. Pepo yera nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na mwa shahidi wa Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Wayahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. No mwisho wa nchi. Hitimisho kabisa anasema hivyo ili tufanye kazi ya injili yenye mafanikio. Mwisho kabisa avugati tunahitaji Roho Mtakatifu ili tukolita kwa imani tuombewa tuonge pepo yera. Hivyo hitaji kubwa la washiriki wa shule ya Sabato ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Hivyo sasa ibintu bikuze tuombewa abashiriki shule ya Sabato tuombe pepo yera. Kwa sababu shule ya Sabato ifanye kazi na ushuhudiaji. Iliko shule ya Sabato ni kazi na ushuhudia. Ikiwa utakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, kazi ya utume itakuwa nyepesi sana katika watu wote watakaokuja katika shule ya Sabato. Aliko abantu bose barafunzwe shule ya Sabato kwa kwigishwa neza bose baroza ni kanisa na kutoa imani. Basi hili ndilo somo letu la leo, uziaji na Mungu alibariki. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo unaenda kuimbwa huu wa kumalizia sisi una maana ifuatayo ya kwamba ikiwa mtu unatenda ubaya, ikiwa mtu unaua, na kuua kunafahamika, kuua kimwili, lakini pia kuua kwa masengenyo. Ikiwa unafanya chochote ambacho kinaleta maumivu kwa mwanadamu mwenzako, kumbuka utaishi kwa kitambo tu. Ni Mungu pekee yake ndiye atakayedumu milele. Wakati ukifika, nawe utafanya nini? Utauawa. Bwana awabariki. Urambi wanje sikutogolera, akashika akanya nanje zowera, azolia change sibarongora, no wanafuye. Urambi wanje sikutogolera, akashika akanya nanje zowera, azolia change sibarongora, no wanafuye. Wichabandi nawe uzoyabona, wichabandi nawe uzoyabona, nawe uzoyabona, wichabandi nawe uzoyabona. Ahoro yabaye, ahoro yabaye, ahoro yabaye, umunsi ndemeye, ahoro yabaye, umunsi ndemeye. Abatama barabera, abavyeyi barabera, abundi bigabera, n'abana barabera, ahoro yabaye, ahoro yabaye, ahoro yabaye,
Uhoraho yabaye Uhoraho yabaye umunsi ndemeye, Uhoraho yabaye umunsi ndemeye, abatama barawera, ababyeyi barawera, ibibondo birawera, n'abana barawera, Uhoraho yabaye. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tumalize na utambulisho, na utambulisho wetu tutatumia majina ya mwisho. Nikianza na mimi kama mwenyekiti, ninaitwa Ndikwiki. Bwana awabariki. Amina. Chapanda Junior. Niko Marabe. Milambo Kwani Amina. Jamani, na ile ya chakula ya makambi tusisahau hiki jamani. Tuweke unga wa kivunde, mtakuja kushukuru baada ya makambi. Amina. Na hizi tusisahau fahari ya Kigoma, ziwa Tanganyika. Bwana awabariki na tunawatakia mgawanyiko mwema wa madarasa ya SS. Ni mkurugenzi hapa aendelee na matangazo yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Mnasemaje kwa kabila la watu wa sasa hiyo vitenge mnatuachia. Sawa. Lakini ni vipya? Kama basi nikusanyie nikatambe navyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana na Mungu awabariki sana kabila la Waha. Sasa jamani, programu zinapendeza, zipendeze. Zinapendeza sana. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa programu nzuri. Mmebuni mambo mazuri, ubunifu mzuri kabisa. Bwana wabariki sana. Sasa kituo kinachofuata baada ya Waha, sasa unaingia mkoa wa Mara. Jamani, sasa tunaingia mkoa wapi? Sabato ijayo Wajita watatuhudumia. Sasa siku Sabato na Jumungu nazo zitakuwepo hapa. Kwa hiyo Wajita wenzangu, hebu tupungiane mikono kidogo. Sasa vitendea kazi hapa, naomba tusogee moja kwa moja. Natoa upendeleo na najua ataniangusha mzee wangu, Mzee Tumaini Masige. Naomba atakabidhiwe vitendea kazi hivyo na Wajita wenzangu. Baada tu ya Sabato naomba tukutane, tuweke mipango sawa. Sabato ijayo mkoa wa Mara sasa unaingia. Basi wakati huu na wakati wa matangazo, tutaelekea katika vikosi vyetu vya kujifunza maandiko matakatifu. Sasa kwa darasa la Bobea leo kuna mabadiliko kidogo. Leo darasa la Bobea tutakuwa na vikosi vyetu eneo hili hapa, ambapo mara nyingi darasa la Furaha Fridays wanakuwa wakijifunza hapo. Kwa hiyo maeneo haya huku kwenye miti tutakuwa darasa la Bobea, lakini pale kwenye kanisa la zamani pale watahudumu darasa la Furaha pamoja na darasa la ubatizo. Kwa hiyo wale wa vikosi vya watu wazima hapa ndani tutakuwa kama kawaida, na tayari tuna vibao vyetu jamani pale. Kwa hiyo vile vibao vitakuwa vinaonyesha darasa lipi litakaa sehemu gani. Kwa hiyo wakati huo makarani anaeni vile vibao kwa ajili ya kuviweka katika sehemu husika. Lakini wakati huo makarani wanaandaa kwa ajili ya makaratasi maalum kwa ajili ya kubandika majina pale. Kwa hiyo kama kwenye kikosi chako jina lako halipo, waone makarani, utapangiwa darasa lingine. Lakini wakati huo pia tunapokuwa kwenye madarasa yetu kuna viongozi wale wa kwenye vikosi jamani.
Ninaomba tukafanye kazi sawasawa na vile tulivyopangiwa kwenye vikosi vyetu, wale viongozi, na zaidi ya yote ninawasisitiza kuanzia robo hii ya 3 tutaanza kutoa sadaka zetu kwa ajili ya shule ya Sabato. Niwaombe tu walimu kwenye vikosi mzidi kuwasisitiza washiriki, baada ya kumaliza tu mjadala wa lesoni kuwe na muda wa kukusanya sadaka. Sadaka hii inatusaidia sana kwa ajili, mfano mdogo tu, kununua vitendea kazi kwa ajili ya shule ya Sabato, lakini wakati huo hata wanavikosi wenyewe inawasaidia. Kama hakuna mwanakikosi ana mwongozo wa kujifunza Biblia, mnaweza mkanunua kwa kutumia pesa yenu ya kwenye vikosi. Hivyo ni wasihi kwa neema ya Mwenyezi Mungu tuweze kuanza kutoa sadaka hiyo ya shule ya Sabato. Lakini wakati huo pia jamani, miongozo ya kujifunza lesoni ipo tayari. Niwaombe kila mmoja wetu anunue lesoni. Lesoni ziko pale nje. Kama hauna lesoni, nenda kanunue lesoni yako. Hii inapendeza zaidi kwa sababu kama kila kikosi, mwanakikosi akawa na lesoni yake, tutakuwa na mjadala mfupi, na zaidi ya yote tunapokuwa kule majumbani tuweze kujifunza lesoni hii. Usiye kama unafika hapa ndio unaanza kujifunza. Hiyo itakuwa inatuletea mlolongo mkubwa wakati wa kujifunza maandiko matakatifu. Lakini leo tunategemea kuwa dakika chache sana tu tutakuwa na baraza la shule ya Sabato, na wale wajumbe tayari nimekwisha kwa taarifu. Hivyo tuzingatie muda kwa ajili ya kuboresha shule yetu ya Sabato, hasa tunapoelekea katika robo hii tuliyopo, robo hii ya 3 na robo ijayo ya 4. Hivyo niwasisitize tuwahi kwa mapema kama tulivyokubaliana kwa ajili ya kuanza huduma yetu mapema. Baraza letu kulianzisha mapema. Basi kwa haya machache niwaombe tusimame na tufunge kipindi chetu. Mzee lengo ni kuwa na wanadarasa 6 hadi 8 kama ambavyo. Kwa hiyo yatakuwa mengi zaidi ya moja, kwa sababu walimu tayari wapo wagombea, lakini tutayaweka leo kulingana na idadi ya walimu watakaokuja. Nimeshawasiliana na wakarani, kwa hiyo baada ya hapa tu tunaendelea kuweka vizuri. Basi wakati tunasimama kwa ajili ya ombi, ni mwombe Elda Leonard kwa niaba ya mzee wetu Babu Zawadi utakuja kupokea hiki kivunde pamoja na migebuka. Vinahitajika sana kwa ajili ya ujenzi wa afya na zile kinga za mwili. Kwa hiyo hii ni maalum pia kwa ajili ya mzee wetu. Wataweka tu ndani. Niliogopa nilipokuwa pale, nilikuwa naona kama njuga. Sasa nilikuwa siseme chakula gani kile. Mimi nilijua ni njuga. Zile kuna makabila mengine wanafunga huku wanawaipa wenzina. Sasa nikaogopa. Kumbe nimekuja, kumbe ni kitu chakula kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa tulisema kwa mjini huko wanakuja wadogo, lakini wakiwa kule kwa Kipare ni samaki na ibada, mchoche kwa perege na ibada. Kuna samaki na ugali wa mhogo huko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barikiweni sana. Wametuletea hawa watu, sikutegemea. Unajua mimi nilikuwa nimefikiria wale wengi ndio wanafanya vizuri. Hawa watu ni wachache, lakini mimi nafikiri wamefanya vizuri tangu tumeanza. Ninawapa. Barikiweni sana. Amen. Na wameleta ubunifu mzuri. Si wa mama wako wapi? Niliona kabinti kadogo. Hivi hatuna wa mama, ungeni mkono kama wapo. Tumewaachia wa baba. Wamefanya kazi nzuri sana. Barikiweni sana. Basi tuombe. Baba yetu, kuna Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa huduma hii ambayo imepita. Tunaenda kwa ajili ya kujifunza neno lako. Kuwa nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen.